Ndugu zangu, habari za wakati huu, habari za muda huu. Natumai wote tutakuwa wazima. Nimekuja kuzungumza na ndugu zangu kuhusiana na jambo moja ambalo ni muhimu sana, na ni vyema ukasikiliza kwa makini sana. Mengi ambayo nimekuwa nayazungumza kwenye makala mbalimbali, pengine watu wanakuwa wanaelewa, lakini kuna baadhi ya mambo ya msingi ambayo yanahitaji ufafanuzi wa kina. Na hapa nimekuja kuzungumza kipole sana, kitaratibu sana, ili tuelewane. Unajua, kuna wakati nilizungumza kipindi fulani hapo, nafikiri mnaoifuatilia status au kwenye platform zingine, kuna wakati niliposti kuhusiana na wema na ubaya, mazuri na mabaya. Lakini pia nikaposti siku moja tena, kama ni mfuatiliaji, nilisema hivi vitabu vya dini, kwa maana ya vitabu vikubwa ambavyo tunavifahamu, Uislamu pamoja na Qur'an pamoja na Bible, niliwahi kusema kwamba vitabu hivi ni vitabu ambavyo vimeandikwa katika lugha ya esoteric, lugha ya alama na ishara. Sasa ili kufahamu na ili kujua maana ya maandiko au maandishi yaliyoandikwa mle, inakuhitaji uwe ni mtu unayefuatilia sana, unayesoma sana, kutafuta maana, kutafuta nini walikuwa wanakusudia. Lakini wapo viongozi wa dini leo hii ambao tuko nao kwenye misikiti, kwenye makanisa, hawajui namna ambavyo lugha ile zilivyotumika mle au zilikuwa zinamaanisha nini. Lakini pia wapo ambao wanajua na pengine wanasema na wao kwa mafumbo, wanajaribu kufafanulia, lakini watu ni kama vile bado hawajaelewa. Na vile vile wapo viongozi wa dini ambao wamesoma, wameenda kusoma kuhusiana na maana ya matamshi au matamko au maandiko yaliyozungumzwa mle yalikuwa yanazungumzia nini. Kwa mfano, wanaosoma theolojia wamefundishwa sana kuhusiana na maana na lugha ambazo zimefundishwa, zimetumika mle, na hii ni kwa level tofauti tofauti. Pengine kwa level ya kwanza usielewe baadhi ya vitu, lakini pengine kwa level ya pili na level ya tatu hivi vitu vinakwenda kwa level. Lakini nini ambacho nilikuwa nakusudia kuzungumza baada ya